Mpenzi mtazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today, mahala popote ulipo, ninakusalimu hujambo. Asante sana kwa support ambayo mnaendelea kunipea, na asante sana kwa kuniamini kwa taarifa ambazo ninaendelea kuwapea. Tafadhali hakikisha kwamba unapomaliza kunitazama unahakikisha kwamba unasambaza hizi kanda. Unachukua tu linki unaweka kwenye makundi ili taarifa zinasambaa. Ninajua wanahabari wengine hawawezi wakaripoti haya. Wanahofia kwamba huenda wakakamatwa, wanahofia kwamba huenda wakazuiliwa kuripoti jinsi ambavyo ndugu yangu Jambo TV alifanyiwa siku chache ambazo zimepita. Kwa hivyo wako na hofu. Kazi yao ni kusifu utawala wa serikali. Nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo ndugu zangu ambao wanahofia wanavyo sifu utawala wa Samia. Mfano, kulingana na mimi Bwana Ezra, ninaweza nikawaambia kwamba polisi, jeshi la polisi wameandamana wenyewe leo siku ya Sabasaba. Wako barabarani wanaandamana wenyewe kwa wenyewe. In fact, hawakuanza kuandamana leo. Walianza kuandamana kama wiki iliyopita. Mpaka leo wanaendelea kuandamana. Nataka nikueleze ni jinsi gani ambavyo jeshi la polisi limeandamana. Angalia kwenye miji mikubwa, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Arusha, polisi wamejazwa pale na pale kila kona. Sasa wanazunguka tu barabara. Hakuna maduka ambayo yamefunguliwa, hakuna daladala barabarani, hakuna pikipiki barabarani, magari hamna. Wao wanazunguka tu barabarani kama wanyama. Ndugu zetu polisi, hamuoni mnatumika vibaya? Wacha nikuonyeshe mfano. Angalia hapo. Hili ni jeshi la polisi Mwanza. Eti kwamba linaimarisha usalama. Wako peke yao barabarani. Wamezubaa tu barabarani wao peke yao. Wananchi hakuna. Barabara ni safi, imekauka. Mirongo market imekauka. Polisi ndio wanaandamana peke yao tu. Nikiwaambia kwamba Watanzania tumeshinda, ninamaanisha kwamba tumeshinda. Ujumbe wetu umesikika ulimwengu mzima. Marekani, Brazil, European Union, umoja wa kimataifa, umoja wa Ulaya, wote wamepata ujumbe wetu kwamba tunataka haki, kwamba tunataka ukandamizaji uishe, kwamba tunataka katiba mpya. Nataka nikuonyeshe tena mfano mwingine hapa. Nataka nikuonyeshe mfano mwingine hapa ndipo uweze kuona yale ambayo yanaendelea. Hapa ni Dar es Salaam. Polisi ndio wamejazwa barabarani, wametulia. Alafu utasikia ndugu yangu reporter atasema eti kwamba shughuli za kawaida zinaendelea. Mimi naona mtu mmoja tu akiwa amesimama barabarani. Magari hamna, daladala hamna, pikipiki hamna, biashara bado hazijafunguliwa. Sasa ndugu yangu anasema eti kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida. Mtu mmoja anapita na pikipiki, ndugu yangu anatuambia kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida. Subscribe. Kama unavyoona, ukiangalia kwa mbali kidogo utaweza kuona salama vinaendelea na shughuli yake kwa maana ya jeshi la polisi, lakini kuna shughuli mbalimbali za wananchi zinaendelea, na ukiangalia kwa pembeni vizuri utaona kuna magari ambayo wananchi wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, lakini pia wanahakikisha kwenye kile ambacho walihakikishiwa na ulinzi na usalama kwamba kitafanyika basi kinaendelea kufanyika. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba shughuli zao zinaendelea. Madereva bodaboda, maafisa usafirishaji, wote wanaendelea na shughuli zao. Kilichopungua tu ni upande wa daladala kidogo zimekuwa chache, lakini shughuli nyingine zote zinaendelea. Na upande wa biashara pia naona kama kuna hofu fulani ipo, lakini tutazungumza na vyombo vya ulinzi na usalama tusikie wao wanazungumza nini kuhusiana na siku hii. Je, wanawashauri wananchi waendelee na
au nini wanawashauri wananchi? Kwa hiyo tutakufahamisha kila kitu. Ulinzi ni mkali sana na ni kuhakikisha kwamba swala zima. Wapenzi watazamaji, nina imani kwamba umeweza kuona hapa. Ninawapa wananchi wa Tanzania, raia wa Tanzania hongera, kwa sababu tayari hoja zetu zimefika kwa serikali. Waone wafanyie kazi, waone wazipuuze. Wakipuuza tupatane 8-8. Wakipuuza tena tupatane Oktoba 29. Wakipuuza tena tupatane Disemba tarehe 9, siku ya uhuru. Wakiendelea kupuuza tupatane 1 Januari. Sasa hapo ni nani ambaye atakuwa ameenda hasara? Ni Samia na utawala wake, sio sisi wa Tanzania. Wao wenyewe wenye walingangania kusalia madarakani ndio watakuwa wameteseka, sio sisi. Kwani tumefanya kosa kuambia Samia kwamba tunataka haki? Ndugu zetu wapate haki, ambao waliweza kuuawa, familia zao zipate fidia. Wale ambao walisababisha maafa wachukuliwe hatua, wakamatwe, kama ni kwenye kituo wapelekwe kwenye kituo. Hatuwezi tukaendelea kwenye nchi ambayo wanaua alafu wanatulia. Haiwezekani, haiwezekani kabisa. Pili, angalia, tunataka ukandamizaji uweze kukoma. Hatuwezi tukaishi kwenye mazingira ambayo wanataka chama kimoja kiweze kutawala. Angalia, juzi tu Chadema imefanya mikutano 2-3, serikali ndio imeanza kupiga kelele. Sijui Chadema inahamasisha maandamano. Sijui Chadema inahamasisha vurugu. Mpaka nikaona waziri wa usalama wa ndani amekimbia pale bungeni, ameanza kusema mikutano yote kwanza isimamishwe. Kwa nini? Wameogopa namna ambayo wananchi walikuwa wanaingia kwenye chama cha upinzani. Na niliwaambia papa hapa kwamba namna ambayo wananchi walikuwa wanajitokeza wengi kwenye mikutano ya chama cha Chadema, na serikali iliweza kudanganya ulimwengu kwamba ilipata 98%. Ile ni kura ya kutokuwa imani na utawala wa Samia, hata kabla mwaka hujaisha, tangia tuandaa uchaguzi. Sasa nchi za kitaifa zingeangalia ile mikutano ya Chadema, watamalizia kusema kwamba Samia alidanganya ulimwengu kwamba alishinda kwa 98%. Kwa hivyo ikabidi wakafutilia mbali ile mikutano ya Chadema. Hatutaki mazingira kama hayo. Hatutaki kuishi kwenye mazingira ambayo chama kilichoko madarakani kinajiona kwamba wao ndio bora, kudanganya wananchi, kupotosha wananchi, lakini chama cha Chadema wasiandae mikutano. Umeona kama huyo ndugu yangu wa Global TV anawaambia kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida. Shughuli za kawaida zinaendelea. Sasa wewe umeona maduka yamefunguliwa hapo kweli? Umeona pikipiki zikiwa kwa barabara? Umeona magari yakiwa yanaendelea kufanya kazi kweli? Ndugu yangu, ni vile ambavyo anaogopa kwamba afisi yao ya Global TV itafungwa. Anaogopa, sio eti nini, tunaelewa hilo. Lakini wengine wetu hakuna kuogopa bwana. Mtu ambaye tunamuogopa peke yake ni Mungu aliye juu mbinguni. Kwa hivyo mimi kitu ambacho nakuomba, endelea kusubscribe, nitaendelea kukupea updates baada ya updates. Mimi ni Bwana Ezra.